Sasa hii jioni nimeona niwapatie jambo ambalo litakusaidia kurudisha shamba ambalo limechukuliwa. Iwapo shamba lako limechukuliwa na watu wenye nguvu au watu wa ukoo au watu wanaokuendea katika mambo ya kishirikina ili kuchukua shamba lako, kuna mambo mengi na kesi nyingi ambazo zinaingia kwangu kwa ofisi hapa kwa ajili ya kung'ang'ania mambo ya mashamba na watu kuchukua mashamba ambayo si yao. Kwa hivyo kama uko hapa na wewe ni mmoja wa wale watu ambao wamechukuliwa mashamba ama wamechukuliwa sehemu ambayo unataka irudi kwako, wengine kesi zenu ziko kotini, hata unashindwa utafanya namna gani, kwa sababu wao waliokupeleka wana mbinu zote, lakini wewe huna lolote, unamwamini Mungu. Sasa nataka nikusaidie mbinu hapa ya kurudisha shamba lako, na naomba kama hii mbinu haujaipenda usinitukane, kwa sababu kuna mwenzio ambaye ataipenda. Naomba kama haikupendezi unaachana nayo. Duka langu hili ninauzia wanadamu. Mtu yoyote ambaye imani yake na moyo wake unakubalia na lile ambalo ninasema, basi anakuja anachukua, anaenda anaitumia, inamsaidia. Sasa hii ni mbinu ambayo ni ya kawaida, inaitwa natural recipe, ni ya kawaida, ila si mbinu nzuri vile itakao kupendeza, lakini itakusaidia pakubwa, na hakuna uwezo unaoweza kuipindua isipokuwa Mungu peke yake ndiye anaweza kuipindua. Kwa hivyo kama shamba lako, property yako imechukuliwa na unataka irudishwe na mabwenyenye, watu walio na uwezo, unataka waachane nayo wakurudishie, fanya hivi. Nenda katika shamba hilo, lima katikati ya hilo shamba, chimba shimo, jisaidie ndani ya hilo shimo, kojolea mkojo juu ya msaada wenye umejisaidia hapo ndani, kojolea mkojo wako juu yake. Chukua chumvi ya mawe ya bahari ndogo kidogo, weka juu yake, funika mahali pale, alafu useme, kama vile hili shamba nimeweka alama yangu, chochote ambacho kinatendeka kwa ile shamba kisichokuwa cha halali kisifanikiwe. Yeyote aliyelichukua ama anayepanga kulichukua asifaulu kusimamisha mjengo au apande chochote pale kimletee faida. Iwapo ili shamba ni lako, basi unalifunga kwa uwezo ambao umeweka pale, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Unafunga lile shamba liwe la kwako. Yeyote ambaye ana uwezo wa kushinda Utatu Mtakatifu, yaani nafasi ya Baba, ya Mwana na ya Roho Mtakatifu, basi atakuwa na uwezo wa kuchukua shamba lile kwako. Unamwambia Mungu kwamba umeridi hilo shamba kutoka kwa nani, ila ni babako ama umegaua kwa haki. Una makaratasi ya hilo shamba, au pengine ulinunua hiyo na hela yako mwenyewe. Utaje mambo hayo katika masuala ya matamko ya moyo wako, na useme yeyote ambaye amelichukua ama analiclaim kwamba ni lake, basi hiyo vifaa ambavyo umeweka pale, yani mkojo na kinyesi, viwe vyake, na kama hizo vitu si zake, basi hilo shamba litabaki lako. Yeyote atakayefanya kujaribu kufanya kazi yoyote pale kinyume na moyo wako na vile unavyotaka, basi hiyo anaweza enda kichaa. Utamke kile unataka, aende kichaa, awe wazimu, anguke na kunyamaza, ama arudi kwako aombe msamaha, aokote makaratasi barabarani, afure miguu isiyopendeza, isipate kiatu duniani yenye natoshea, au mambo ambayo wewe mwenyewe moyo wako unataka uyatamke pale. Nimekuambia hii mbinu haitakuwa nzuri vile, lakini itakupa jibu ambayo hakuna pesa ina uwezo wa kukusaidia kuliko hii. Yaani mtu yeyote aliye na pesa na anaweka majaji wote kwa mifuko na vyombo vya sheria vyote vimekuwa kwa mifuko na anatumia uchawi, basi hawezi kuruka hii.
unaifunga kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, maana ni haki yako. Mungu yuko upande wako. Ukifanya hivyo, yeyote ambaye ameichukua atairudisha kwa muda mfupi sana. Hatafanikiwa maishani, mambo yatamwendea mpaka arudishe hiyo shamba. Wale waliojenga kwa hiyo shamba sivyo halali watabomoa hizo vitu wakurudishie. Nimekusaidia. Naitwa Tayo. Ikikupendeza chukua. Kama ni mbaya, mbinu ni mbaya, mwelekeo ni mbaya, acha nayo, mwachie Mungu. Tafuta, hiyo ni vitu vya duniani. Tafuta amani na watu wote. Lakini kama unataka kupigana, tumia hiyo mbinu. Mungu akusaidia. Asante mtu wa Mungu. Ubarikiwe, tuonane kwa video nyingine. Asante. Sawa.